katika taasisi anayoisimamia au taasisi mnazofanyia kazi, ipo miradi mbalimbali ya ujenzi na ukarabati inayoendelea katika ngazi mbalimbali kama vile ujenzi wa ofisi, miundombinu na miradi ya kimkakati inayowagusa wananchi katika sekta mbalimbali. Ni matumaini yangu makubwa kuwa kushiriki kwenu katika semina hii kutaimarisha uelewa kuhusu umuhimu wa kuhakikisha miradi hiyo yote inalindwa ipasavyo dhidi ya majanga, hususan matukio ya moto. Kupitia semina hii mtajengewa uwezo wa kusimamia kwa ufanisi usalama wa majengo na miundombinu iliyopo pamoja na ile inayotarajiwa kujengwa, kuhakikisha uhifadhi salama wa bidhaa hatarishi ili kupunguza hatari zinazoweza kusababisha moto au ajali, na kuwezesha utoaji wa elimu kwa watumishi walio chini yenu kuhusu kinga na tahadhari za moto. Pamoja na jitihada na mikakati mbalimbali ya serikali kuboresha huduma za zimamoto na uokoaji tulioisikia, bado ipo changamoto ya wizara zetu pamoja na taasisi zake kutotenga fedha kwa ajili ya ununuzi au ukarabati wa vifaa na miundombinu ya huduma za zimamoto katika majengo ya serikali. Napenda kutumia fursa hii kuwataka ndugu washiriki kuhakikisha kuwa taasisi zilizo chini yenu au mnazozifanyia kazi zinatenga fedha kila mwaka kwa ajili ya ununuzi na ukarabati wa vifaa na miundombinu ya kudhibiti moto na ajali. Matukio ya moto na majanga yana athari kubwa za kiuchumi na kijamii. Baadhi ya athari zinazoweza kujitokeza pasipokuwa na udhibiti ni pamoja na uharibifu wa mali, vifo, lakini na kusitisha shughuli za kiuchumi na hata pia kusitisha huduma ambazo ofisi zetu za serikali zimekuwa zikitoa kwa wananchi. Wote waliohudhuria semina hii wanapaswa kutambua kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa wao pamoja na watumishi walio chini yao wanapata uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya kinga na tahadhari za moto. Kweli na appreciate kwamba wanafanya kazi vizuri, kwa sababu mwenyewe nimekuwa ni mteja mzuri. Huwa ninapoona mahali kuna janga la moto huwa nimewataarifu, sio mara moja, na sio janga la moto peke yake, lakini kuna mambo ya mafuriko nimeshuhudia wakifanya kazi wakiokoa, lakini nikiwapigia simu hata moto sio moto wa nyumba tu, hata moto wa msitu, labda msitu umewaka moto, wanakuja kwa wakati.